yetu kuja kukaa mwishoni pale tunapokuwa tumechukua ubingwa, tunapokuwa mabingwa. Hiyo ndio inamata kwetu, lakini kukaa kushuka kwetu sio issue ni pale mwishoni, nani anakuja kukaa juu, nani anachukua ubingwa. Unaizungumzia kauli ya ubingwa wakati uko nyuma ya pointi 2. Hata kama niko nyuma ya pointi 2, mechi moja tu akidraw tayari mimi nikishinda nakaa juu. Kwa hiyo mimi tayari nakuwa bingwa. Kwa hiyo bado ligi ni mbichi. Ndio maana nakwambia bado ligi ni mbichi na bado timu zote mbili zilizoko juu zina nafasi za kuwa mabingwa. Lakini mimi kama Agi naiombea timu yangu iweze kuwa bingwa. Mnatoa pressure sana kwa mpinzani baada ya kuona hiki ambacho mmestruggle kupata point 3 hii leo. Kesho wako hapa pia wanacheza na Namungo FC. Shaka unafurahia? Ya, mimi nafurahi. Wao walicheza juzi. Jana wakaja kufanya mazoezi hapa. Unatoka Kigamboni unakuja kufanya mazoezi KMC. Walikuja kufanya nini? Maana yake walitaka sisi mechi ya leo tupoteze. Na mechi yetu leo imekuwa ngumu kwa sababu wao jana walikuja kufanya mazoezi hapa asubuhi. Lakini kikubwa ni kwamba waangalie the way wao walichokifanya jana. Alafu sisi leo tumepambana tumeweza kupata pointi 3. Ujue kwamba Simba inataka ubingwa na Simba inatafuta nini. Hiki ndio wanachotakiwa kukiona na wanatakiwa kujifunza kwamba Simba sasa hivi sio ile ya miaka 4 iliyopita. Simba sasa hivi ina struggle kuanzia dirisha dogo mpaka sasa. Simba ina struggle. Kwa hiyo kama tunampa pressure is better, tumpe pressure ili kesho Namungo aweze kupata ushindi. Kwa hiyo kwangu mimi kilichotokea leo ni matokeo ya wao walichokifanya jana. Wametutia uchungu na tumeweza kupambana na wachezaji wamepambana, tumepata pointi 3. Kumbe jana kuja hapa kuna namna gani? Kwa nini waje hapa? Wana uwanja wa mazoezi. Jana wamekuja kufanya nini hapa? Wamekuja kufanya nini KMC kufanya mazoezi? Kwa sababu gani? Sisi tunajua nini wamekuja kukifuata, lakini Mungu yuko na sisi tumepata ushindi. Yeah. Kulikuwa na vurugu sana pale. Umezishuhudia bila shaka? Umeshuhudia. Sasa wewe unaweka kitaulo ndani ya goli. Unatafuta nini? Ndani ya goli kwa nini uweke kitaulo? Kwa nini usikiweke pembeni? Unahofia nini? Kama kitaulo hakina kitu unahofia nini? Tunamshukuru aliyetoa kile kitaulo akampa mchezaji wa Dodoma wewe. Mchezaji katoa kitaulo akaja kumpa ball boy. Alipompa yule ball boy si ni goli limeingia. Kwa hiyo sisi tumeshinda. Basi. Fresh kabisa. Kwanza nimpongeze yule mchezaji aliyetoa kile kitaulo akampa yule ball boy. Yule ndo amefanya na pia man of the match number 2 anastahili kwa yule mchezaji wa Dodoma Jiji. Kweli? Yes. Na vipi kuhusiana na golikipa kwa kile ambacho amekifanya golikipa Dodoma Jiji? Sio mara ya kwanza. Kama mnakumbuka tumecheza nao Dodoma, tulicheza nao FA Arusha. Yalitokea kutokea. Haya kitaulo yalitokea. Kwa hiyo kwetu sisi sio kitu cha ajabu. Wao kufanya vile. Dodoma siku zote huwa ni wagumu sana kwa Simba. Dodoma si wagumu kwa Yanga. Juzi waliwaotea tu. Lakini Dodoma siku zote ni wagumu. Angalia kwa nani walipocheza na Yanga. Walipocheza na Yanga walipata magoli 2, wao kaja kurudisha, si ndio? Walikuja kurudisha wakapata magoli 3. Lakini angalia sisi tunapopata shida hata kuingiza goli 1. Ndio ujue kwamba hawa Dodoma si wepesi kwetu. Pia hatakuwa tunacheza nao peke yao. Tulikuwa tunacheza Dodoma, tunacheza na Yanga, yes na wengine. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba timu kubwa ndio imeamua matokeo. Asante.